Hujambo na karibu kwa mara nyingine tena mtazamaji wa The World News katika kipindi hiki cha ulimwengu wa siasa. Mimi ni Adam Hussein. Hamas imevunja serikali na kuruhusu utawala wa kiraia katika ukanda wa Gaza. Kundi la wapiganaji la Hamas limetangaza kuvunja chombo kilichokuwa kikisimamia utawala wa ukanda wa Gaza kwa karibu miongo miwili, hatua inayofungua njia kwa kamati ya wataalamu wa Gaza kuendesha utawala wa kiraia. Hamas imesema imechukua uamuzi wa kuvunja chombo kilichokuwa kikisimamia utawala wa ukanda wa Gaza tangu mwaka 2007 baada ya kukubali kuwezesha mchakato wa mpito kuelekea utawala wa kiraia. Hatua hiyo inafungua njia kwa kamati ya kitaifa usimamizi wa ukanda wa Gaza inayoundwa na wataalamu wa kiraia kuchukua majukumu ya kiutawala katika eneo hilo. Mkurugenzi wa ofisi ya habari ya serikali ya Hamas, Ismail Al-Thawabta, amesema uamuzi huo ni sehemu ya utekelezaji wa makubaliano yaliyofikiwa na unalenga kurahisisha mchakato wa mpito. Amesema mwenyekiti wa kamati ya dharura ya serikali na kaimu mkuu wa kamati ya ufuatiliaji wa serikali, Mohamed Jawal Abdel Khalik Al-Farra, amewasilisha barua yake ya kujiuzulu na pia kutangaza kuvunjwa kwa kamati ya dharura ya serikali. Hatua hii inaonyesha dhamira ya kutekeleza makubaliano yaliyofikiwa na kurahisisha mchakato wa mpito wa kiutawala. Kamati ya kitaifa usimamizi wa ukanda wa Gaza inayoongozwa na Ali Shath imesema iko tayari kuanza kazi mara moja pindi itakapopatiwa rasilimali na mazingira yanayohitajika ili kusimamia huduma za kiraia. Kamati hiyo iliundwa na bodi ya amani iliyoanzishwa baada ya makubaliano ya kusitisha mapigano yaliyosimamiwa na Rais wa Marekani Donald Trump mwaka uliopita. Hata hivyo, kwa miezi kadhaa imekuwa ikifanya kazi nje ya Gaza kutokana na pingamizi za Israel kuhusu kuingia kwake katika eneo hilo. Hata hivyo, mazungumzo kusitisha mapigano bado yamekwama. Kwa mujibu wa maafisa wa Hamas, makundi mengine wa Palestina tayari yamejulishwa kuhusu uamuzi huo katika mazungumzo yaliyofanyika mjini Cairo, Misri, na wengi wameupokea kama hatua muhimu kuelekea kuanzishwa kwa utawala wa pamoja wa Kipalestina. Licha ya maendeleo hayo, mazungumzo kuhusu awamu ya pili ya makubaliano kusitisha mapigano bado yamekwama. Miongoni mwa masuala yanayobishaniwa ni sharti la Israel kwamba Hamas ikabidhi silaha zake kabla ya jeshi la Israel kuondoka katika ukanda wa Gaza. Hamas kwa upande wake imesema haiwezi kujadili suala hilo kabla ya kuundwa kwa utawala wa Kipalestina unaokubalika na pande zote. Wakati wa mazungumzo hayo yakiendelea, jeshi la Israel limeendelea kupanua udhibiti wake ndani ya Gaza na sasa inadhibiti karibu 70% ya ukanda huo. Israel imesema kuwa kwa kipindi hiki haipo tayari kuondoa wanajeshi wake katika eneo hilo mpaka pale Hamas watakaponyang'anywa silaha. Israel imeweka wazi kuwa haitaki Hamas irejee madarakani, lakini wakati huo inapinga mamlaka ya Kipalestina yenye makao yake ya Ramallah kuchukua udhibiti wa moja kwa moja wa ukanda wa Gaza katika hatua hiyo. Katika hatua nyingine, vijiji vya Wakristo vilivyoko kusini mwa Lebanon karibu na mpaka wa Israel vimekanusha madai ya waziri mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu kwamba viongozi wa maeneo hayo waliomba kuunganishwa na Israel na kupewa uraia wa nchi hiyo. Netanyahu alidai katika mahojiano na kituo cha televisheni cha Fox News kuwa baadhi ya vijiji hivyo vilitaka kuunganishwa na Israel ili vipate ulinzi dhidi ya kundi la Hezbollah. Hata hivyo, meya wa mji wa Rmeish, Hanal Al-Amil, amekataa madai hayo kuwa ya uongo mtupu, akisema hakuna kijiji chochote kilichowahi kuwasilisha ombi la aina hiyo. Aidha, vijiji 15 vya Kikristo vimetoa taarifa ya pamoja vikisisitiza kuwa vinaendelea kuwa waaminifu kwa taifa la Lebanon, vinajivunia utambulisho wake Lebanon na vinapinga jaribio lolote la kupotosha msimamo wao wa kitaifa au kutumia mateso yao ya moja kwa moja kwa malengo ya kisiasa. Huu ni mpango mwingine ambao wachambuzi wa mambo wanaona kwamba ni kile ambacho waziri mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu anataka endelee kuliteka eneo la Lebanon na kuwapeleka walowezi katika eneo hilo, na kwamba ni katika mpango wake wa kuifanya Israel kuwa kubwa. Mtazamaji wa The World News, hayo ndio tuliokuwa nayo, lakini nikusihi usisahau kulike, usisahau kucomment, kadhalika kusubscribe channel hii ili upate habari hizi kwa mapana kupitia The World News. Endelea kuwa nasi wakati wote, endelea kutufuatilia ili uweze kufahamu nini ambacho kinaendelea katika ulimwengu.